tunapelekwa, tukifika tunaanza kulia turudi tena. Tunafunzwa kuandika barua, hizo communication letters na wazungu. Tunafunzwa tukienda kupigwa picha, unapata mtu amevalia akaufunga mshipi, ukafika hapa amevaa kiajabu ajabu. Hizo picha kwa leo naziangalia naanza kucheka peke yangu. Lakini nashukuru Mungu. Wako wengi ambao kwa sasa mambo yako yaendelea vizuri, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwa leo ningependa tunene kuhusu uaminifu wa Mungu. Aweze kuwa suluhisho kwa tatizo za jamii. Mungu alimuumba awe baraka katika wazazi. Kama ni effort yetu, tunaanza kujigamba ni kama ni bidii yetu. Kwanza tuweze kulipa karo. Mungu akikuweza kuinua, Mungu akikuinua kutoka kwenye mavumbi ya kuinue juu, uweze kupata kazi ya maana. Usiwasahau ndugu wako, walipia karo wasome. Biblia inasema kuwa wewe ni nuru, na nuru inapaswa kuangaza imfaidi kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Deuteronomy chapter number 7 verses 9 kuwa ni Mungu mwaminifu. Nisome tena kwa lugha ya Kiswahili. Basi jueni kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwa mpendao na kushika amri zake hata vizazi elfu. Uaminifu wa Mungu haujaanza jana, uaminifu wa Mungu hauendi kuanza leo, wali akitarajia uaminifu wa Mungu uanze siku zijazo. Ni jambo ambalo limekuwa likianza tangu vizazi elfu na utaendelea kuwa uaminifu. Kabla babu yako hajama mahali aliyama, akakuja kuishi katika mji wa Bamba. Kabla babu yako hajama penye aliyama, akuje kuishi mahali ambapo anaishi kwa sasa, bado Mungu alikuwa mwaminifu. Kabla pia wazazi wako wapatane mahali walipatana, kabla hata wewe mwenyewe hujaumbwa, Mungu alikuwa mwaminifu, atazidi kuwa mwaminifu. Ahadi zake lazima zitimie, ambao alisema watainuka, wainue kanisa hili, watainuka, wabadilishe hali ya maisha ya Bamba, watabadilisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana si kwa bidii zetu, kwa maana sio kwa elimu yetu, kwa maana sio kwa vile tunaomba sana, ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Isifike siku hata moja ukaweza kukata tamaa. Mungu ni mwaminifu. Before your grandfather took your grandmother on a date and the mango tree, God was faithful. Praise the name of the Lord. I'm saying this to emphasize how our God is faithful. Hello, am I speaking to somebody? Our God is faithful. Everything around you, kila kitu ambacho kinakuzingira, wewe akiwa kinatoa maoni ya kwamba you must be a loser. Lazima uwe ni mtu ambaye atafaidi jamii kwa kitu chochote kile. Everything around you, the environment around you, your background, labda inatoa maoni ama ina suggest ya kwamba you are not going to make it. You are going to be a professional failure. But I have come to tell you today, not out of our own might, but because our God is faithful, you are going to emerge a victor. Praise the name of the Lord. Ukiangalia watu wengine uweze ukajua, nikisema Mungu ni mwaminifu, najua vile ninamaanisha. Watu wengine wanapiga magoti nyakati zingine wanalia. Hawali kwa sababu ya maumivu, wanalia kwa sababu wameona ambapo Mungu ameweza kuwatoa. Praise the name of the Lord. People have gone through a lot. Labda ambacho umepitia akiwezi linganishwa na wengine wetu, lakini labda mimi sijui zaidi kukuhusu, lakini ujumbe wangu siku ya leo kwako ni kuwa Mungu ni mwaminifu. Mungu atazidi kudhihirisha uaminifu wake. Mungu atazidi kudhihirisha uaminifu wetu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata hali ikikuwa ngumu namna gani, Mungu atabaki kuwa Mungu. Uaminifu wake lazima udhihirike. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nikapata nafasi ya kwenda kuhubiri on Friday Godoma Boys. Sio patron akasema hapa Bamba Market tumekuwa na crusade since last week but ndugu wetu SDA wakafanya yao na sisi tukafika. Alikuwa akisema huu mji wa Bamba Mungu akawa na mipango mema kwa ajili yake. Mikutano ya injili baada ya mkutano mmoja baada ya mkutano mwingine. Kwa maana Mungu ana mpango kwa ajili ya huu mji. Mungu hata kama mambo yanakaa namna gani, Mungu atabaki kuwa Mungu. Serikali yeke sheria zipi, zinasema vipi, bado watu watainuka. I'm sorry to say this, but the county government of Kilifi, I don't know why they realize that they're not brewery. Hii pombe ya mnazi hainifurahishi. Si vile mimi situmii vileo,
lakini mimi naona vijana wataangamia. Lakini nimekuja kutangaza hata serikali iweke sheria kama hizo, bado mpango wa Mungu utaendelea kutimia. Hata zile siku ambapo Yesu alikuwa ulimwenguni, bado kulikuwa na sheria za kila taifa, kulikuwa na sheria, lakini katika hiyo jamii watu waliweza kufaidika, watu wakaweza kufaidika kutokana na neno, watu wakaponywa, watu wakaendelea na watu wakainuka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kutokana na uaminifu wa Mungu ambapo nuru ya Mungu itakuangazia. Labda umeangamia kwa muda mrefu kwa ajili ya magonjwa, lakini kutokana na uaminifu wa Mungu utaweza kupokea uponyaji. Kutokana na uaminifu wa Mungu, your background does not matter where you come from. If the background matters, I cannot be standing here today. I am the last member of the family of 4. Let me put the background aside. Mimi nikitembea kwa familia ya watoto wanne. None of them has ever joined campus direction. I thank God because I broke the pattern of the family. Hata leo natangaza, hata kama unaangalia unaona kwa watoto wako hakuna hata mmoja, labda wote wamepotea hivi, hakuna ambaye amefanya harusi, angalau hata wana kijiji wakuje msherekee pamoja. Huyo mmoja hata kama ni mjukuu wako, God has good plans for him. Praise the name of God. God has good plans for him. That ukitegemea that your support system should be your background. Your support system should be your father. Your support system should be your mother ama ndugu yako ambao ulikuwa unatarajia labda wangekushika mkono uweze kuinuka, wangekushika mkono uweze kupata kazi, wangekushika mkono uweze kuingia kwenye serikali, wangekushika mkono uingie chuo kikuu, uende college ama popote pale, lakini wazazi hawana uwezo. Nimekuja kukuambia God has his own support system. Praise the name of the Lord. Our plans are not like those of God. God has his own plans pertaining our lives. The Bible says in the book of Luke chapter 18 verses 27 that what a man cannot do, our God can do. Whatever seems to be so mountainous before the eyes of the Lord, ambacho linaonekana kwa mwanadamu haliwezekani, kwa Mungu analiweza. Ili unaona ni ukweli, umehitimu kwenda college, umehitimu kwenda campus, lakini mazingira yanakukataa. There is God of the Bible. There is God of the Bible. Maybe the waves are very strong. Labda mawimbi ni makali zaidi. Mawimbi yako na nguvu, yanataka kukulemea. Hakuna mawimbi yana nguvu kushinda Mungu wa mbinguni. Hakuna mawimbi yana nguvu ya kukuliumbayumbisha kuliko Mungu wa mbinguni. Hakuna ugonjwa ambao uko na nguvu kuliko Mungu wa mbinguni. Watu wa Baba nataka mkamate hili. There is God of the Bible who is mighty and above everything, who is not limited by any principalities. Our God is faithful. Your support system might be seen nowhere. Your support system might be ineffective. Labda uko na watu kwa familia ambao ni hakika wamehitimu, wako na fedha, wako na kazi za maana, there is social connection, but ukiwapigia simu wanakataa kuchukua, wanatuma ka message, let's chat. Wanatuma message, I am in a meeting. Ni sawa. Maybe you don't want to support you. Trust in the Lord. The Bible says in the book of 2 Kings chapter 9 verses 1 to 5. Biblia inasimulia kwa hadithi ya kijana mmoja, Mephibosheth, ambaye hali yake iliweza kuzoroteka. Akawa kilema akiwa mtoto ambaye amezaliwa, alikuwa na uwezo wa kutembea, lakini wakati ukafika akaweza kupata ajali, akaweza kuvunjika miguu yake miwili. Kwa maana alikuwa ni mtoto ametoka familia ya kifalme, alikuwa ameajiriwa kijakazi, na katika hiyo nchi kukakuwa na vurumai. Baada ya kasumba hizo kuweza kuenea katika hilo eneo, kijakazi wake akambeba aweze kumwokoa. Kwa bahati mbaya ama kwa hali ile nyingine, yule mtoto akaweza kuanguka na kutokana kwenye mkono wa kijakazi, akaweza kupata hali ya kuvunjika miguu yake yote miwili. Hivyo basi mtoto huyo hali yake ikaweza kuwa mgumu na kiasi hicho. Wakati huo hakukuwa na wheelchair, wakati huo hakukuwa na crutches kama za siku hizi. Labda ilibidi akabebwa na akaweza kufikishwa mahali panaitwa Londeba. Londeba ni mahali ambapo watu wanaishi, mahali hapo ni watu wenye maisha duni, watu ambao maisha hayana matumaini kwao, watu ambao ni kama wameona wamefika mwisho, watu ambao wanaona ni kama sina kesho, watu ambao ukiuliza mpango wa kesho wanakwambia hata sijui, kwa maana hata hapa nilipo nikitazama mbele ni giza, nikiangalia nitotoka ni giza, nikiangalia kulia kushoto ni giza. Lakini hali hiyo iliwafanya wengi wakae kwa Londeba. Londeba maana yake ilikuwa ni maana hasi, haileti maana tena katika dakika hata moja.
moja. The meaning of Londeba is so negative. It does not mean positivity, but because this man was crippled, akapelekwa watu wenye hali kama yake, ambapo wanawekwa, ambapo watu ambao hawajiwezi. Londeba means a place that has no pastures, place where people who have no hope, people who have no help, people who are desperate in one or the other. Akafikishwa marapo. Labda situation yako ya kimaisha, labda situation moja au nyingine imekufanya jamii ikakuweka kategori fulani ambayo inakufanya ufahamike kwa njia moja au nyingine. Labda hali yako imekufanya jamii ikakutambua yule jamaa ambaye end month ni lazima aende hospitali, yule jamaa ambaye kila jioni ni omena na ugali, ni mchicha na ugali, yule jamaa ambaye ni class 7 dropout, yule jamaa ameshindwa kuelimisha watoto wake. Hali ikafanya watu wakaweza kukutambua pale fulani. Hali inataka kutangazia kwa maana yupo Mungu mbinguni, Mungu ambaye ni Mungu mwaminifu. We are going to get out of Londeba. The Bible continues to tell us that wakati ukafika, mfalme Daudi akaenda katika ule mji, akauliza yupo mtu mmoja yote yule ambaye anahusishwa na familia ya Sauli iweze kumbariki kama naweza kumfanyia favor kwa ajili ya Sauli. Na kulikuwa na mfanyikazi mmoja, akasema hakuna. Akauliza kabisa hakuna. Akaambiwa yupo kijana mmoja ambaye ni kilema lakini yuko Londeba. Akasema tafadhali nitoe huyo kijana. Praise the name of the Lord. Amen. God provoked the support system that was not. Remember when we talk about this Mephibosheth, alikuwa ni kijana ameishi maisha ya kifahari, lakini kwa njia moja au nyingine mambo yakaenda haywire. Matumaini ambayo alikuwa nayo yakaweza kupotea hivyo. Lakini Mephibosheth akajua, hapo nimefika, nimekuwa nikikaa state house, hapo nimefika, nilikuwa nikikula chini kwa, lakini hali imebadilika. Praise the name of the Lord. Alafu huyo kijana akaendewa, akaletwa mbele ya mfalme Sauli. Mfalme Daudi samahani, akauliza, akaanza kujadiliana na mwisho kwa sababu ya muda akamwambia, kutoka leo utakuwa ukikaa na mimi state house. Praise the name of the Lord. Labda kwa njia moja au nyingine Mephibosheth kwa akili yake alikuwa amejua, kwa maana mimi nimezaliwa katika familia ambayo inajiweza. Bila shaka my father is my support system. Bila shaka my people, the people of my clan are my support system. Bila shaka watu ambao ni wa familia yangu, they are my support system. But mambo yakaenda kinyume. Bila shaka akiwa katika ule mji wa Londeba, alikuwa kwa sasa amekata tamaa. Nimekuwa kilema, siwezienda kufanya kazi, nimefika Londeba, hivyo basi siwezi lolote lile. Situmaini mtu yote yule atoke state house aenda kusaidia mtu Kibera. I don't know whether you understand about what Kibera means. Kama wala umeenda Nairobi, Kibera, Mukuru Njenga, hizo ni slums ambapo hakuna matumaini. Nyumba wamezijenga kwa mabati. Hapo kwa nyumba kuna mtaro wa maji chafu, maji meusi, ambapo anatoa mvundo mkali. Alafu mtu anatoka state house. I want to see this Mephibosheth. I want to do him favor for the sake of Saul. Yes, a good man. Praise the name of the Lord. But because our God is faithful, Daudi akamchukua yule kijana. Lakini kwa sababu ya ile hali, labda Mephibosheth akajichukia, akamuuliza, mbwa kama mimi, hata anajiona yeye hana maana, ajiti hata kilema, anajiita mbwa kama mimi, nikakula na wewe kwenye meza moja. Bwana Yesu asifiwe. Isifike kiasi kwamba unaweza kujidharau. Isifike kiasi cha kwamba unaweza kujilinganisha na mnyama. Yuko Mungu juu mbinguni. What you have to do, change your mindset. He is a faithful God. He can never leave even a single minute. Praise the name of the Lord. He is a faithful God. He loves us all. He is a faithful God. Tap on him and tell him our God is faithful. Our God is faithful. Tap to the other one and tell him our God is faithful. Praise the name of the Lord. I think I'm going to change katika hata moja. Labda ali kusukuma kwenye kona, but our God is still there because he is a faithful God. I want to tell somebody today, not because of the way I am preaching, not because of any other means, but because our God is faithful. You are never going to stay in Londeba permanently. Londeba has an end. Londeba is not permanent. Maybe some are in marital Londeba, maybe some in the financial Londeba, maybe in terms of academics they are in the land of Londeba, but that is not permanent. Londeba has an end. Tell your neighbor, Londeba has an end. Londeba is not permanent. You
You are not entitled to live in London permanently. You are not entitled to stay in London permanently. Your children are not entitled to stay in London permanently. Hakuna ambaye amepewa stakabadhi akaambiwa ishike hii hapa London ni kwako, utaishi hapa, utaishi kuangamia, utaishi kulia kila kuchao. Kila jambo lina mwisho mpendwa. Everything has an end because our God is faithful. Ni Mungu mwaminifu. Siku ikafika Mephibosheth na jaribu kuimagine hiyo siku ameenda State House. Kwa maana ni mambo ya kitambo, bila alikuwa anaona maisha ya kifahari. Anashangaa, kumbe naweza hii mtu anaweza kufuna sausage pia naweza kufuna sausage. Kumbe hata mimi naweza pewa tea bag, white tea and a tea bag. Nimezoea tu kuona chai rangi kwa once in a while. Nimezoea kuona chai rangi once in a while. Nimezoea kula muhogo na chai rangi. But that is not permanent. Praise the Lord. Amen. That is not permanent. There is God of the Bible. There is God of the Bible. Labda hata mambo yamekwenda vibaya. Wazazi wakakwambia mlikosana, wazazi wakakwambia ukakulani. Hata ukipata mtoto, never name your child after my name. Go before the Lord. Pray to him. He is our faithful God. Praise the name of the Lord. There is time when kuna wakati ambapo nikiangalia mimi naona sasa hapo nimefika. You know, a man can convince himself that it is impossible. Na hakika ukiangalia uone it is impossible. Haiwezekani kabisa. There is time when it came. Nikaangalia nikaona our firstborn failed terribly. Then nowadays anafanya biashara zake, is a good man. Our second born did not make it. Our third born did not make it. But I thank God, despite all that, they all finally made it. Hata kama walianza chini, because our God is faithful, they made it. Because I thank God. Ladies and gentlemen, I don't know whether you're getting me. Najaribu kutoa ushuhuda wangu hapa. Mimi naona Mungu amenisaidia. Our second born, not second, when you have time. I'm telling you this to show you, not as a show off. Sijigambi mimi. Nataka kujirisha kuwa nikikwambia our God is faithful. I have ever witnessed the faithfulness of our God. Nimeshuhudia uaminifu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Our second born, our third born, my nimefuata. Then he was a very bright man. When I say he was bright, I mean it. Alifanya KCPE akaperform vizuri sana. Despite the fact he was one of the local primary schools, akapita vizuri. He was taken to high school. Internal exams and has performed vizuri. When it came to KCSE, he scored a D-. Everybody was amazed. Kipi kinaendelea hapa? My dad is very supportive. Mwambie, if you're willing to go back to school, I will support you. He went for the second round. Because of that anger, because nimeanguka, I must make it. Internal exams and azifanya vizuri. Exam kufika, he scored a strong D. Only 200 single points. Everybody was like, what is not happening? Papa, I thank God because of my father. He's a God-fearing man and a very supportive man. Akamwambia, my son, if you're willing to continue the Sundays I'm going to support you. The man started social work and community development, that is certificate level. Akafanya certificate. Akamaliza. Papa told him, my son, if you're willing to continue, I'm there to support you. The man registered for the diploma. Akamaliza. My dad told him, my son, if you're willing to continue, I will support you. I want to tell you today, before the end of this year, he is going to graduate with a degree. Now, because less than 6 years, he is going to graduate with a degree. That is not enough. Because he had the qualifications of a diploma, the institution that he went to study in Tharaka University, you can confirm. I'm not lying. I don't know the mechanism that happened. Si mambo na support, si mambo na connection na manini. The institution employed him because of the certificate, diploma papers. He is a student and still he is working. Praise the name of the Lord. Amen. To much weight on it. I thank God. The other day he called me, bro, jipange, before the end of this year, nitaenda kumgraduate nilikuwa nimeona msitakatifu. Praise the name of the Lord. Amen. The man is financially stable. The man has done with the studies. Sasa anapanga kuoa because of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. You are not an exemption of the mercies of the Lord. You are not an exemption of the blessings of the Lord. You are not an exemption
of the faithfulness of the Lord. Praise the name of the Lord. Watoto wako watabarikiwa kwa maana Mungu ni mwaminifu. Sio kwa maana wewe binafsi uko na uwezo, sio kwa maana wewe mwenyewe uko na fedha mingi, sio kwa maana labda unaweza kuwa na fedha, lakini pia mwanadamu ni mwanadamu. I thank God in the Christian Union. I have very supportive brothers. I always hold fellowships in my house. Na nahakikisha kuwa zimenigharimu. Si wakuje, I ensure that after the fellowship there is swallowship. So nahakikisha imenigharimu, nihakikisha kwamba I do what I am planning to achieve in life. Nimeanza kwa sasa. Praise the name of the Lord. I always hold fellowships in my house. The other day, I welcomed our chairperson. I think it was a Sunday, tukafanya brother fellowship. Jipe moyo mfalme wa amani. Asante mtakatifu wa mbinguni. Twaondoka mahali hapa tukiwa tumetiwa moyo mfalme wa ajabu. Tumeona uaminifu wako mfalme wa ajabu, unatuwazia yaliyo mema. Naomba katika jina la Yesu Kristo, watu wako hawa mfalme, wewe ndiwe wajua maisha yao, wajua dhiki unazopitia. Bwana mfalme, simama nao, washinde, waone wema wako, waone uaminifu wako mfalme. Bwana wabariki juma hili lote mfalme wa amani, likawe juma la baraka mfalme. Waendao katika kazi, simama nao mfalme wa ajabu, watendee mema, waone uaminifu wako mfalme wa ajabu katika jina la Yesu. Bariki kila jamii inayowakilishwa mahali hapa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Walio wagonjwa Baba, wapokee uzima wao, waliovunjika moyo Baba, watie moyo Baba, walio dhaifu watie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu na tunakuinua. Pokea sifa na utukufu. Tunapoachana Baba, kazidi kuwa pamoja nasi. Utukuzwe na Mungu uinuliwe kwa Yesu Kristo. Wewe tumeomba na kuamini. Amen. Basi barikiwe sana wale wageni wetu ambao wametutembelea. Sisi tunawapenda sana wageni sana. Umetubariki kwa kuja kututembelea. Karibu tena na tena. Basi Mungu awabariki, tusalimiane tunapoachana.